Naam, hujambo na karibu mpenzi msikilizaji, karibu tena ikiwa ni ndani ya Voice of Siga kwenye show kuu ya The Everyday Leaders Show, ikiletwa kwako nami host umpendaye Sunday Naomi. Na hivi leo kwenye studio nimekuletea mgeni, nimekuletea mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye amejitokeza kama kiongozi moja kwa moja. Na hivi leo nataka kujua ni jinsi gani amejitokeza kama viongozi na ni kwa nini tukuletee, ili ujue 1, 2, 3 kuhusu mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye najua kwa wengi wenu mmekuwa mkimtazama tu kule nje, lakini hamjui chochote kumuhusu. Leo amekuja mwenyewe kuwaelezeni. Kwa hivyo sitasema mengi kumuhusu, ila yeye mwenyewe atakuwa anaelezea mengi kuyahusu. Kwanza kabisa, mgeni wetu kwenye studio, Yes. Uhali gani? Niko buheri wa afya. Uko buheri wa afya. Yeah. Kiswahili kigumu naelewa, lakini hakuna shida. Ni sawa tu. Kwa hivyo leo asante sana kwa kufika. Najua kuna watu wengi ambao wamekuwa wanasema tumemsikia huyu mwimbaji Calvin Mhwana alimaarufu kama Anko, sivyo? Kwa hivyo ningependa tu moja kwa moja bila kupoteza wakati jijulishe kwa msikilizaji, kisha utueleze tu 1, 2 kuhusu ni lini ulianza safari yako ya uimbaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Minister Calvin Mhwana. Naitwa Minister Calvin Mhwana na wengi wananijua kama Uncle Calvo. Huduma yangu ya uimbaji nilianza mnamo mwaka wa 2014, ambapo nilianza kufanya huduma katika kanisa kama mwimbaji wa kawaida, na Mungu akawa ananizungumzia kuhusu mambo ya recording. Kwa hivyo recording nayo nimeanza kuifanya mwaka uliopita 2024 mwezi wa 7. Kwa hivyo unasema ulianza safari yako ya uimbaji 2014. Yeah. Kwa hivyo Calvin, Yes. Ni kwa nini ni nyimbo za Injili na sio aina zingine za muziki kama secular? Pengine tuambie tu kwa ufupi ni kwa nini tu haswa ni nyimbo za Injili? Mimi kuamua kufanya muziki wa Injili ni background ambayo nimelelewa katika njia ya Kikristo na utakatifu. Alafu ni uamuzi kutoka ndani mwangu. Niliamua kufanya huduma na ambao ni mwito mkuu ambao umejaa ndani mwangu. Nilihisi kwamba Mungu ameniita kumtumikia, na si tu kumtumikia katika kijiji chetu ila kimataifa. So kumtumikia kimataifa ni ile hali ya kufanya recording ya video na audio ili dunia ijue, nisambaze Injili kote kupitia katika njia ya uimbaji wangu. Na nyimbo hizi, unajua kuna mtu pale anajiuliza, kwa sababu kwa mara mingi ukiona mwimbaji ana rekodi zile nyimbo, waimbaji wengi zile nyimbo wanaziimba tu, lakini si wale walioziandika. Sijui kama unaelewa hivyo. Yeah. Kwa hivyo unaweza tukamweleza mtazamaji anakutazama, je, nyimbo hizi unaziimba kwa sababu zimeandikwa na mtu mwingine ama unaziandika kisha mwenyewe kuziimba? Asante kwa swali hilo. Nyimbo zangu ambazo naimba mara mingi huwa naziandika mwenyewe. Na maybe ungeuliza mbona naziandika kutoka wapi? I'm being inspired by the Spirit. Unaweza kuwa umelala kisha Mungu anakuzungumzia, anakupatia wimbo katika moyo wako. Unaweza jipata kwamba uko katika shughuli zako za kawaida na inside the Spirit unasikia kuna wimbo inakuja. Unapoanza kuimba unapata kuna chorus fulani kamekuja. So writing the entire song iko basically on the origin voice ambayo Mungu amekupatia. Ile the origin information and the origin voice. So wakati ile information inakuja, unaambia Mungu, kwa maana umenipatia huu wimbo na zidi, unaanza kufanya uwe mwili mzima. Inamaanisha kwamba unaandika maneno kulingana na ule sauti ambayo ilikuja. Kama mfano kuna wimbo wa kwanza ambao ni wimbo unaitwa Wakufanana Nawe. Wakufanana Nawe ni wimbo ambao niliufanya na rafiki yangu Alvin Calvin. Na wimbo huu ulikuja nikiwa tu kanisani, mtumishi alikuwa anahubiri, then ile sauti kanijia, nikasikia wakufanana nawe hayupo, wakufanana nawe hayupo. So nikatoka kwenye ibada, nikaenda huko nyuma, nikafanya recording na voice note. Nikarekodi na simu yangu audio, kisha nikaenda kwa nyumba nikaanza kuumba huu wimbo. Kuumba to build it or to make it a whole song. Nakuelewa. So wimbo ninauandika kupitia kwa inspiration of the Holy Spirit. Yeah.
Kwa hivyo umesema ya kwamba wimbo huu ulikujia wakati mhubiri alikuwa na mhubiri kanisani. Yeah. Na hivi Calvin, Yeah. nyimbo zako nyingi ni za kushawishi, nyimbo zako nyingi ni za kumwabudu Mungu. Je, kuna unapotengeneza albamu za nyimbo zako ama unapotengeneza nyimbo zako, ni nini ambao unaona ni muhimu kwako wakati unaandika zile wimbo? Je, sauti? Je, ni tunaweza sema nini? Ni sauti, ni ujumbe ama ni hisia? Mara mingi nikifanya nyimbo ambazo naziimba, narejelea swala la inspiration of the Holy Spirit. Huwa siimbi tu kwa sababu Mungu amenibariki na sauti, ila huwa naimba according to what God is telling me. Na hizi nyimbo mara mingi ukifuatilia watumishi wengi ama mimi mwenyewe, according to me, hizi nyimbo zinakuja in season. Kuna wakati specifically Mungu anakuambia kwamba huu wimbo na wakati huu. Kwa hivyo ninapoimba wimbo, ukipata album imejaa ya kwanza, ina according to the Spirit of God, then according to the season. Unapata kwamba wimbo umekuja kulingana na hali ilivyo, surrounding venye iko, na pia zingine zinakuja according to the preachings. Unapata kwamba kuna season inafika, ujumbe kila mahali unapoenda katika mikutano ya Injili, ujumbe unapata unahubiriwa mmoja, kumaanisha Roho wa Bwana anazungumza katika kanisa ama kupitia watumishi. Unapata kwamba the same information ambayo imehubiriwa hapa, ukienda mahali pengine the same season, the same information. So unapata Mungu anajaribu kuleta information fulani kwa watu. Na the same time when you are connected in the spirit, huo wimbo kuna uwezekano ukiambia Mungu nipe wimbo wakati huu, Mungu anakupatia wimbo of the same message na ujumbe ambao unafikia watu according to that season. Yeah. Unapata kama Mungu akupatia wimbo hiyo season, ukiimba nje ya hiyo season, huenda isifikie malengo ama mtu ambaye angeupokea wimbo. Lakini ukiimba to that season, wakati huo unafikia ule mtu ambaye ni Mungu ametarajia umfikie. Kwa hivyo unasema wimbo unaona ni vyema ukiimba kulingana na majira. Kwa sababu pia ukikosa kuimba wimbo unaofaa katika ule majira, inaweza kosa kuathiri. Yeah, sure. Nimekuelewa kabisa. Kwa hivyo Calvin, kuna watu wengi pia wamekuwa wananiuliza, anavutia anavyoimba huyu Calvin. Yes, nimepata hoja hizo kutoka kwa watu wengi. Na wangetaka kujua unawatazamia waimbaji kama kina nani? Ali maarufu kama mentors wako ni kina nani? Pengine utueleze tu kwa ufupi. Katika waimbaji ambao nawafuatilia Kenya hii, namfuatilia mwimbaji alimaarufu Ali Mukhwana ambaye ni mentor wangu, tena ni rafiki yangu. Alafu tuko na Jeremy Gerard. Ya hawa ni wa taifa hili. Then international ni wale ambao taifa za nje, si ndio? Namfuatilia Paul Clement, Zoravo na Bella Kombo. Hao ni watu ambao wanawafuatilia jinsi vile wanaandika nyimbo zao, jinsi vile wanaimba, na waiga njia zao za uimbaji. Napendezwa na mtindo wako wa uimbaji kabisa. Kwa sababu kuna wimbo ambao nimesikia ulimba kwa Kiluya, sivyo? Yeah, sure. Kuna wimbo wa Kiluya, alafu pia kuna wimbo wa Kiswahili. Inamaanisha kando na kukua tu mwimbaji locally, pia unatamani kuwa mwimbaji wa kimataifa. Ndio maana una hawa mentors locally, kisha una mentors pia wa kimataifa. Hongera sana, unafanya kazi nzuri, unafanya kazi ya kuvutia sana. Kisha pengine utuambie tu kuna changamoto ambazo unakumbana nazo kama mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kuna changamoto ambazo unakumbana nazo ambazo msikilizaji pia angependa ajue ya kwamba katika sekta hii ya kuimba nyimbo za Injili, changamoto ni kama zipi? Kawaida hela huwa tatizo katika kurekodi na kufanya video. Unapata kwamba wewe ni mtumishi wa Injili, unapoenda kuhudumu mahali, mara mingi huwa kama sisi the upcomings, unapata kwamba appreciation ni ile, hakuna appreciation ama mtu akwambia tunashukuru. Yani ni kazi ya msalaba, unaelewa? So inakuwa ngumu sana. Alafu changamoto nyingine ni platforms. Tunashindwa kupata platforms za kupeleka our information to the people. Unapata uwezi pata ile platform. Changamoto ambayo ni ya kawaida na imenisumbua ni tatizo la hela. Hela kabisa imekuwa tatizo. Video shoot na connection
kupata mtu ambaye anakushika mkono kukuinua ni ngumu sana kama bado ungali kimo cha chini, kama bado when you are still growing. Kupata mtu akushika mkono inakuwa ngumu sana, lakini huwa tunamtumainia Mungu siku moja atatuinua. Na changamoto nyingine pengine ni swala la relationship. Unapata kwamba unapohudumu hivyo kama mimi kijana, maybe kuna wale wasichana ambao bado wanatazamia, wanaona kama huyu anaweza kuwa mume wangu, ama like anasikia ile sauti anasikia unaimba vizuri, tunaweza kuishi na so kuna tatanishi fulani kati ya ujana. Unapata kwamba usipokuwa umesimama imara na uko na malengo, unaweza anguka. Hiyo ni challenge ambayo pia inatusumbua sisi kama waimbaji vijana. Umelenga hapo, nikakumbuka wakati ulikuwa unafanya introduction yako ile, hujatuambia umeoa, una mdada kule kwa nyumba, ama utoke tu mambo wazi, tujue moja kwa moja, ili hata yule msichana anapokuona pale nje ukihudumu asije akaanza kuchanganyikiwa kimawazo kidogo, yani ajue msimamo wako uko hivi, nimeoa, sijaoa, natafuta mtu, hivyo iwe wazi. Mwambie msikilizaji akupate. Mimi mwenyewe kusema ukweli mbele za Mungu nimeoa. Mbele za Mungu mbele za Mungu na mbele zenu mbele yenu nimeoa. Niko na mke wa kike. Na Mungu ametubariki na mtoto kijana. Mke wa kike. Sisitiza hilo msikilizaji, mke wa kike. Siku hizi kuna hata mke wa kiume. Sure. Ni vizuri sana ameweka wazi ni mke wa. Niko na mke wa kike. Na Mungu ametubariki na mtoto kijana. Na tunafurahi katika hiyo ndoa. Kwa hivyo nimeoa. Una mtoto kijana. Pengine malengo yako, unajua wakati mwingine, wakati una kile kipaji, ile gift ndani yako, pengine ni uimbaji, unapokuwa na mdogo wako yule mtoto, unatamani ya kuwe hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo malengo yako, kizazi chako, kutokana na kipaji chako cha uimbaji, ama inaweza kuwa pia ni taaluma ama mwito wako wa mwimbaji, unatakia nini generation yako, mtoto wako? Kutoka kitambo, hata kabla sijaoa, nilikuwa natamanio sana uzazi wangu uwe uzazi wa kumwabudu Mungu, kumtumikia Mungu, na kumtumikia Mungu kwa njia ya utumishi wa muziki. I want them to serve the nations and to serve God through music. Actually, huduma, hata mimi ndani mwangu kuimba ni kitu ambacho ni generational. Sijaipuka tu mimi mwenyewe. Niko na ndugu wangu ambao bado wanaimba, wanarekodi. Niko na ndugu anaitwa Emmanuel Isaac, anafanya nyimbo. Niko na ndugu anaitwa Mwanazaburi Luka, na wengi. Na babangu pia bado ni mwanamuziki. Yeye anacheza bass guitar na ni pia kuna songs zake ziko online. So anaitwa Disterio Mutinye, ako na band. So music, my real father. So music is generational from back. Na tamanio la uzazi wangu ama la jamii yangu ama familia yangu kukuja, I want them to serve God musically. Kwanza huwa namuita mtu wangu, anamuita producer, namuita mtumishi mkubwa. I want him to go and serve in a bigger way than penye nitafika. Nataka azidi kushinda pale. So niko na imani kwamba atafanya, kwa maana nahisi iko ndani ya damu yake kabisa, huo muziki uko ndani ya damu yake. Unajua, kila mara mimi napenda kusema kwamba furaha ya baba inakuwa anapoona mwana wake akimzidi, kwa sababu the moment your son or your daughter outgrows you, your name is expanding. Sure. So that's what I can see you're trying to that's the message you're trying to deliver to the listeners. Sure. That is a very good vision. And now nikurudishe nyuma kidogo. Umetupatia wale mentors wa locally, mentors wa kimataifa ambao uko nao. Ningependa kujua pia, msikilizaji ningependa kujua ni nini haswa akilikuvutia kwa hao mentors, ama wale watu ambao unatamani katika muziki, pengine uliona nini ukasema huyu anatosha kuwa mentors wangu, anatosha kunifunza, nikiona hiki kwake anaweza kunielekeza kwa njia moja ama nyingine. Pengine utuambie tu tukupate. Kwa hivyo nitawataja wote. Tuanze na mtumishi ambaye ni mentor wangu wa kwanza. Anaitwa Ali Mukhwana. Hata ukiangalia jina langu naitwa Calvin Mukhwana. Kitu ya kwanza ambacho kilinivutia kwake ni jinsi vile anavyoimba. Achana na nyimbo za kuandika.
live ministration yake ministration. Unapata kwamba he is touching souls through the live ministration, is singing, anaimba nyimbo ambazo ukisikiza kwa makini they are packed up with the Holy Spirit na zinasisimua. Kweli kabisa, si maneno makavu tu ya kukote. Yeye anaimba wimbo, unasikia the song is inspired by God's Spirit. Alafu unapata kwamba kando na kuimba hizo nyimbo, kitu kingine kabisa kilichonivutia ni kwamba tuko karibu, tumetoka karibu. Wow. Sisi ni majirani kule nyumbani. Kwetu ni Kakamega. Inaonekana introduction yako haijakamilika. Haijakamilika kabisa. Yeah, sure. Kwetu ni Kakamega, mahali panaitwa Isongo. Ukifika Mumias Road Makunga unaingia Isongo. Wow. So unapata Isongo pia my brother Ali Muhwana ametoka pale. So nilipokuwa natamani kuimba, nilikuwa namuiga sana kwa maana nilikuwa watu nyumbani kote walimjua maana alikuwa anaimba. So mimi nilikuwa namsikiza kila wakati. Unaelewa kitu naitwa nilimeza the spirit, nilimeza roho yake. Yani is full in me. So the moment anaimba nasikia hata mimi I can sing. Ukisikiza mara mingi hata nikiminister nasikia kuna kitu kidogo kana reflect yeye. Iko ndani mwangu. Wow. Hiyo nimeshuhudia. Unajua mimi nakufuatilia katika muziki yako, nakufuatilia moja kwa moja. Kwa hivyo unachosema hicho nakielewa. Yeah. So nilimpenda jinsi vile anavyoimba. Alafu tukikuja kwa Jeremy Gerard. Jeremy Gerard ni mtumishi wa Mungu ambaye ni kando na kuimba ni mpole. Anajua I've not met with him but the friends that I've met with him wanasema ni mpole. Hata ukimwangalia kwa muonekano kwa umbali ni mpole. Alafu nyimbo zake anavyoziandika mara mingi anafanya live session. So anavyoimba anaandika songs ambazo ziko complicated. You can sing along his songs. So ni mtu ambaye nimekuwa nikifuatilia. Wakati anapotoa wimbo nimeufuatilia mbio na wasikia ameimba gani. Nyimbo zake pia ziko na information. Kama kuna ile wimbo ya mimi ni nani? Mimi ni nani? Nistahili kupendwa namna hii. Sikulipa chochote, bure ulinikubali. Unaona huo wimbo? Huwezi ngangana kuushika maana ni neno ambalo tayari linaongea. Who am I to deserve this favor? Ya huwezi ngangana kushika. So nilimpenda kwa maana nyimbo zake ni rahisi za kushika na ziko na ujumbe. Tukimzungumzia Paul Clement, Zoravo na Bella Kombo, nyimbo zao zinaandikwa vizuri, utunzi wao uko sawa na pia wako na how do you say, wanafuatwa na watu wengi. Yeah. They are the salt. They are seasoning the earth. Wow. Unaelewa nikisema salt? Like ni majira ya kwa njia moja ama nyingine, ujumbe ambao wanapeana unaathiri watu. Kiswahili jamani, Kiswahili. Unaathiri watu. So I just love them. Yeah. Wow. Kwa hivyo Muhwana, not Ali Muhwana. Calvin. Yeah. Unanichanganya kidogo kwa sababu umesema yule ni mentor wako. Yeah. Calvin, kuna swali hili hapa watu wengi wamekuwa wakiliuliza sana kukuhusu wewe. Muziki yako mingi ni live ama? Zingine ni live, zingine ni recorded audio, official audio recorded in the studio. Kwa hivyo una prefer gani? Live ama hizi zingine? Kwa hivyo umesema Ali Muhwana ni mentor wako. Yeah. Na nyimbo zake nyingi ambazo amekuwa akizifanya nimeona amekuwa anazifanya live pale kanisani. Yeah. Kwa hivyo wewe unapendelea vipi? Ama changamoto ya live ni gani na hizi zingine ni gani? Unapendelea gani haswa? Napenda zote. Ile sasa hivi live session naipenda pia kwa maana you are ministering live. Umejua tukikuja ndio mtumishi hatajulikana anaimba vizuri, mara mingi huwa tunaangalia live session yake, performance yake akiwa na crowd, anaweza control aje crowd, anaweza bebaje umati from the beginning into the holy of holies. So mara mingi napenda live session. Natamani sana Mungu akinisaidia nifanye live sessions. By the way, I second you when you say that you like live sessions. Yeah. Unajua kuna watu wengi wanarekodi nyimbo zao, wanaweza wakaziimba, lakini wanapoalikwa kama guest ministers kuimba, wanashindwa hata kufuata zile beats kwa sababu siku hizi katika sekta ya muziki kuna ile unapewa sauti nyingine ama sio yako, unapatiwa backups ambao si unaona kitu kama hiyo. Kwa hivyo I second you, of which is very good. Kwa hivyo wewe unawania nini pengine kutoa kolabo
kuimba, ama unapendelea tu kuimba peke yako? Ama una ile maono ya kuimba kolabo na watu wengine? Na kama ni kolabo, ni waimbaji kama gani ambao unatamani kuchapa zile kolabo nao? Sitamani kuimba peke yangu, natamani sana kufanya kolabo. Mungu akinisaidia, natamani kama Mungu atanisaidia, nimetamani sana kufanya kolabo yangu ya kwanza international na Ali Mukhwana. Nianza kwanza na Ali Mukhwana. Kuna zenye nimefanya na mtumishi Minister Alvin Calvin. Nimefanya na ile na kolabo, na pia natamani sana Mungu akinisaidia aniunganishe na watumishi wakubwa kina Jeremy Gerard, Ali Mukhwana na waimbaji wengine. Na unaamini inawezekana? Naamini inawezekana. Hiyo niko natumaini. Maono lazima yatatimia, na yafuatilia, na Mungu ananipatia neema na yafuatilia kuhakikisha kwamba muda unapoendelea. Actually niliongea na yeye. Ali Mukhwana nimeongea na yeye. Yeah, niliongea na yeye akaniambia kuna hiyo verse inasema when God's time, in Isaiah 40, I'm not sure. When God's time comes, aliniambia hivyo. So niko natamania sana siku moja kama Mungu atasaidia tufanye na yeye wakati ukifika. Na ujipate pale kwenye stage ukiwa na yeye. Na yeye either live ama recorded song. Natamani sana. Wow. Yeah. From the heart of innovation to the streets where dreams are built. This is Voice of Siga, and it's hustle time. Every week we bring you real stories, real struggles, and the unstoppable spirit of everyday hustle. Entrepreneurs, creatives, students, traders, and change makers. This is your platform, your voice, your hustle. Tune in as we spotlight rising talent, dive deep into the world of side gigs, street business, digital grind, and what it really takes to make it in today's world. Don't miss Hustle Time Show, airing on every Mondays and Wednesdays, exclusively on Voice of Siga, where hustle meets hope. Voice of Siga, it's hustle time. Kwa hivyo msikilizaji, amekuwa wako Calvin Alvin, ambao wengi mmekuwa mmetamani niwaleteni mjue mengi kumuhusu. Leo amekuwa nasi kwenye studio, ameweza kutujibu maswali kadha wa kadha, umeweza kuelewa maisha yake, umeweza kuelewa background yake. Na Calvin, tunapomalizia, ningependa tu umshawishi mwimbaji mmoja ambaye yuko kule anatamani nawe awe kama wewe. Unajua kuna wale bado wako pale chini, wanajiuliza wataanzaje wafike pale. Unaweza tu kumshawishi, unaweza tu kumencourage mtu pale kwako Calvin. So kitu ambacho ningependa kuambia wale ambao wananitazama, ambao bado ni watumishi na Mungu bado pengine hawajafika kiwango ambacho wanatamani, nataka niwaambie kwamba msife moyo, maana wakati wa Mungu unapofika kila jambo linatendeka. Ninakumbuka kwamba kuna wimbo nilitamani sana kufanya recording yangu ya kwanza mwaka wa 2018, but haikuwezekana, lakini nikamtumainia Mungu itatendeka. So nataka nikwambie ya kwamba itawezekana. Wakati unapofika kila kitu kitawezekana. Usikufe moyo, endelea kumtumikia Mungu na Mungu atakuinua. Mtumikie Mungu kwa uaminifu na katika utakatifu. Asante kabisa Alvin Calvin. Pengine ungetuimbia wimbo wako mmoja, sehemu tu, hata kama si wote, sehemu tu. Nitaimba sehemu tu ya wimbo wako. Nitaimba wimbo wa Kiswahili wa kufanana nawe. Haya, inaenda hivi. Wa kufanana nawe sijaona, wa kulinganishwa nawe sijaona, wa kufanana nawe sijaona, wa kulinganishwa nawe sijaona. Asante kabisa. Unajua ukiendelea hata toka hapa leo. Kwa hivyo msikilizaji, amekuwa wako Calvin Alvin, unaweza ukampata. Hujatuambia unatupata, tunakupata katika media zangu zote. Najiita Minister Calvin Mukhwana. Minister Calvin Mukhwana, YouTube Minister Calvin Mukhwana @ Ango Calvo, then TikTok Minister Calvin Mukhwana Ango Calvo, Facebook Minister Calvin Mukhwana Ango Calvo, Instagram the same.
Same. Asante sana Alvin Calvin, hashtag Uncle Calvo. Karibu siku nyingine kwenye studio. Nashukuru. Najua baada yako kukutana wale watu wa mataifa ambao umesema unatazamia kukutana nao, tena tutakuita hapa utatuambia achievements zako. Amen. Kwa hivyo msikilizaji, amekuwa wako Calvin Alvin, nami host wako Sunday Naomi. Ungana nami kila siku ya Jumanne ndani ya Voice of Siga, ikiwa ni kwenye show kuu ya Everyday Leaders Show. Shukran.